Kwa sasa jina la Ibrahim Traore sio jina geni katika masikio au vinywa vya watu walio wengi ulimwenguni. Ni kutokana na aina ya uongozi ambayo anaionesha katika bara hili la Afrika. Of course, imekuwa ni desturi kwa viongozi wengi sana wa Kiafrika kuchukiwa na raia wao. Lakini kwa Ibrahim Traore jambo hili kidogo ni la tofauti, kwa sababu yeye ameonekana kupendwa si tu na raia kutoka Burkina Faso, lakini pia raia kutoka mataifa mbalimbali duniani. Wote wanampenda Kapteni Ibrahim Traore, wanapiga sala, wanapiga dua, wanamuombea. Wanasema Ibrahim Traore amekuja kuaminisha ulimwengu kwamba vijana wakipewa nafasi wanaweza wakafanya mambo mazito, licha ya changamoto na vikwazo vikubwa ambavyo anavipitia katika umri wake mdogo wa uongozi. Lakini bado ameonekana ni mtu ambaye anahimili vikwazo hivyo, na kama haitoshi bado anaonesha kwamba yuko tayari kupambana kwa namna yeyote ile, hata kwa uhai wake kutoweka, lakini watu wa Burkina Faso waweze kuishi salama. Si kauli ambayo ni nzuri sana, ila imewahi kuzungumzwa na aliyewahi kuwa rais wa pale Burkina Faso aliyefahamika kama Bwana Thomas Sankara, ambapo yeye wakati akiwa rais, rafiki yake Kampore alikuwa ni msaidizi wake, alikuwa ni mtu wake wa karibu, kwa maana ya mkuu ambaye alikuwa anashughulikia masuala ya kijeshi katika serikali ya Bwana Thomas Sankara. Lakini baadaye Thomas Sankara, wakati amesikia kwamba anataka kupinduliwa na anayetaka kumpindua ni Kampore, basi Bwana Thomas Sankara aliwahi kutamka maneno haya: ninasikia kuna watu wanataka kunipindua, lakini kama anayetaka kunipindua ni Bwana Kampore, basi siwezi hata mara moja kusema hawezi kunipindua. Najua anaweza akanipindua, kwa sababu anajua kila nyenzo, anajua kila hatua, anajua kila mbinu, anajua kila kitu ambacho ninakifanya. Hili lilikuwa ni moja kati ya tamko gumu sana ambalo aliwahi kulitoa Bwana Thomas Sankara. Hii inaturudisha nyuma kwa Bwana Kapteni Ibrahim Traore. Wanaotaka kumpindua ni marafiki zake wa karibu, ni watu ambao wamepambana naye, ambao walikubaliana kufanya mapinduzi ya serikali, lakini leo nao wanataka kuonja utamu wa uongozi kama amiri jeshi mkuu na kiongozi namba moja katika taifa hilo la Burkina Faso. Lakini majaribio mengi Bwana Ibrahim Traore ameonekana kuyakwepa. Kutokana na aina ya mapinduzi ambayo yametaka kufanywa kwa Kapteni Ibrahim Traore, ulimwengu wa vijana ambao wapo katika maeneo mbalimbali duniani walisikika wakipaza sauti zao, wakilaani aina ya mapinduzi, wakilaani mataifa ambayo yanahusika katika kufanya njama za kutaka kumpindua Kapteni Ibrahim Traore, wakisema mwacheni kijana mwenzetu apambane kuiokoa Burkina Faso kutoka katika dimbwi la umaskini wa kupindukia, licha ya utajiri waliokuwa nao, utajiri wa rasilimali madini kama dhahabu pamoja na madini mengine adimu ulimwenguni. Tarehe 30 ya mwezi wa 4 mwaka 2025, dunia ilithibitisha kwa mara nyingine tena kwamba Kapteni Ibrahim Traore anapendwa si tu na watu wa Burkina Faso, bali anapendwa na mataifa mbalimbali duniani, Afrika pamoja na yale yaliyopo barani Ulaya, barani Asia na maeneo mengine. Yalifanyika maandamano katika mataifa mbalimbali duniani yakipinga yale yanayofanywa na nchi za kimagharibi, hasa Ufaransa, Marekani, Uingereza pamoja na mataifa mengine kutaka kumuondoa kwa kumuua Kapteni Ibrahim Traore. Walikuwepo watu ambao wameshika mabango, watu wazima ambao walihutubia mikutano. Wengi wao walionekana ni watu ambao wamejawa na hasira kali dhidi ya utawala wa kikoloni ambao unarudi tena katika maeneo mbalimbali Afrika. Sasa baada ya maandamano hayo, Kapteni Ibrahim Traore amegundua ama hakika katika safari hii ya kuitetea Burkina Faso hayuko peke yake, bali yuko na watu wengi sana ambao wapo nyuma yake na wanamuombea Bwana Kapteni Ibrahim Traore ili aweze kuliongoza taifa hilo la Burkina Faso katika misingi ambayo inatakikana na pengine kuwa kiongozi mfano. Sasa Kapteni Ibrahim Traore, baada ya kuona upendo ambao watu wameumwaga, watu wamemwaga maua kwa Kapteni Ibrahim Traore duniani, hawamfahamu, hawamjui, ila wanaona yale ambayo anayafanya, basi wakaamua kumuunga mkono.
Kapteni Ibrahim Traore kupitia katika kurasa zake rasmi za mitandao ya kijamii, hasa ukurasa wa X, aliandika maneno haya: ningependa kutoa shukrani zangu kwa wapenda amani wote, wapenda uhuru na wazalendo wa Afrika waliokusanyika kote ulimwenguni Jumatano ya Aprili 30, 2025 kuunga mkono dhamira yetu na maono yetu ya Burkina Faso mpya na Afrika mpya isiyo na ubeberu na ukoloni mambo leo. Mshikamano wenu wa dhati na onyesho hili la huruma kuimarisha imani yetu kwamba mapambano tunayopigania, dunia yenye haki na usawa, ni zaidi ya haki, lakini pia ni mapambano ambayo yana haki. Kamwe hatutapinda migongo yetu katika uso wa shida. Tutasimama kidete hadi watu wetu wawe huru kweli kweli. Pamoja na wewe, tuna hakika kwamba ushindi juu ya nguvu za uovu umekaribia. Kwa pamoja, kwa mshikamano, tutashinda ubeberu na ukoloni mamboleo kwa Afrika huru yetu yenye heshima pamoja na uhuru. Haya yalikuwa ni maneno magumu yaliyozungumzwa na Kapteni Ibrahim Traore baada ya kuona mapenzi ambayo ameonyeshwa na watu mbalimbali ulimwenguni ambao wamemuombea wakisema, Ibrahim Traore, tunakuombea kwa Mwenyezi Mungu. Baada ya kuchapisha bandiko hilo, Kapteni Ibrahim Traore, walianza kumiminika watu ambao wanamuombea. Anasema, nataka kuwashukuru kaka na dada zetu wa Burkina Faso na wapenda amani, wapenda uhuru na wapenda uhuru wote duniani walijitokeza leo kwa mshikamano kumuunga mkono rais wetu mpendwa Mheshimiwa Kapteni Ibrahim Traore kwa maono yake ya Burkina Faso mpya, na anaendelea kuonesha kwamba yuko tayari kupambana, lakini pia anataka Afrika mpya isiyo na ubeberu na ukoloni mambo leo. Anasema, kama vijana kutoka Afrika hatutaruhusu nchi za magharibi kulazimisha siasa zetu pamoja na uchumi wetu. Hao ni maoni ya wadau. Anasema hii ni jambo jema moja, lakini wakati wa kufanya kile Jerry John Rawlings alifanya kwa watu wa Ghana, ninaamini watu wa Burkina Faso watastahili uchaguzi huru na wa haki. Nina uhakika sana utashinda tena kwa nguvu ukifanya hivi. Hii ndiyo njia pekee ya kujikomboa. Shinikiza uongozi wa kidemokrasia katika nchi yako na ugombee uchaguzi. Hili litakuwa ni jambo rahisi. Huyu akasema, tunajua na tunaowajua wanajua kwamba tunajua kwamba wanajua kuwa tunamjua tunayemjua, ambaye tunamjua anajua kwamba tunajua. Je, unajua tunachokijua? Akaandika hivyo. Huyu ni moja kati ya wale ambao ni watu ambao walitoa maoni yao. Asante Rais Traore kwa uongozi na maono yako. Sisi watu wa Burkina Faso pamoja na Afrika nzima tunasimama kwa umoja katika mshikamano. Tunajivunia kuunga mkono mapambano ya Burkina Faso ya uhuru na utu. Uthabiti wenu ni mshikamano kwa watu wa Biafra, unaotukumbusha kuwa ukombozi wetu kutoka Nigeria na Uingereza uko mikononi mwetu wenyewe. Hii ni kauli ambayo ilizungumzwa na miongoni mwa wadau ambao walipita katika ukurasa huo wa Bwana Kapteni Ibrahim Traore. Kwa hivi sasa kuna fedha nyingi sana zimemwagwa na nchi za kimagharibi. Fedha hizo ni kwa ajili ya kutengeneza propaganda na kumuonesha Kapteni Ibrahim Traore hana maana. Kuna watu wamelipwa mabilioni ya shilingi kwa ajili ya kutengeneza vikundi ambavyo vinampinga Kapteni Ibrahim Traore. Na jambo hili kwa sasa limeonekana kushika hatamu sana. Wapo wale ambao wanapambana kumsaidia Ibrahim Traore, lakini wako wale ambao wamelipwa kwa ajili ya kuchafua taswira ya Kapteni Ibrahim Traore, wakisema si kiongozi ambaye anaweza kulivusha taifa la Burkina Faso kutoka pale lilipo kuelekea sehemu nzuri zaidi. Lakini tunasema Kapteni Ibrahim Traore kwa hivi sasa, pamoja na mapungufu yake yote, pamoja na madhaifu yake yote, lakini anaonesha mwanga kwa vijana kutoka Afrika. Anaonesha mwanga kwa viongozi wa Afrika kwamba tunaweza kufanya mambo pasipo kuwategemea hao watu ambao tunawaita wahisani, hao watu ambao tunawaita wafadhili, na sisi tukasimama sisi wenyewe kwa ajili ya kulitetea bara letu la Afrika, kukuza uchumi wetu wa Afrika, kukuza uchumi wa raia mmoja mmoja, mtu mmoja mmoja na mambo mengine. Kapteni Ibrahim Traore kwa hivi sasa anachohangaikia kule Burkina Faso, kwanza alianzisha ile sera ya uchumi wa kilimo, ambapo alinunua yale matrekta au alinunua yale magari kwa ajili ya kilimo zaidi ya 300. Akasema tunataka kuinua uchumi wa kilimo.
Lakini Kapteni Ibrahim Traore katika kipindi chake hiki tu cha miaka 2 kuelekea 3 amenunua zaidi ya magari makatapila ya kutengeneza barabara 1000, akisema makatapila hayo yatatumika kwa ajili ya kutengeneza barabara za lami katika taifa hilo la Burkina Faso. Anachokizungumza yeye, anasema hizo shughuli zote zitafanywa na raia kutoka Burkina Faso. Kapteni Ibrahim Traore katika kipindi chake kifupi amepunguza mishahara ya wabunge katika bunge la Burkina Faso. Akasema yule ambaye anaona mshahara wake haumtoshi anatakiwa kuacha. Lakini Kapteni Ibrahim Traore amepandisha nyongeza ya mshahara kwa watumishi wa umma, akisema wanatakiwa kufanya kazi pasipo kushawishika na mtu yeyote yule. Huyu ni Kapteni Ibrahim Traore ambaye ameamua pia, kama haitoshi, kufuta kabisa ada ambazo walikuwa wanazitoa wanafunzi katika elimu ngazi mbalimbali za elimu. Akasema kwa utajiri ulionayo Burkina Faso, wanafunzi hawapaswi kuhangaika kulipa ada, bali wanatakiwa kusoma bure kwa sababu rasilimali zipo. Aliulizwa swali kuhusiana na uhusiano wake na bwana Putin. Moja kati ya yale ambayo aliyazungumza Kapteni Ibrahim Traore, alisema mimi na bwana Vladimirovich Putin si tu labda ni mtu ambaye anataka kutusaidia sisi watu wa Burkina Faso kufanya mapinduzi zistaafu, hapana, ila kitu pekee ambacho alisema Kapteni, alisema Rais wa Urusi bwana Vladimir Putin ni mtu ambaye kaamua kwenda naye kwa sababu ni watu ambao sasa hivi tunapozungumza wanaonesha dalili nzuri ya kuweza kuisaidia Burkina Faso kuvuka hapo ilipo. Akasema wao na Urusi wameingia katika mashirikiano, kwanza mashirikiano katika sekta ya teknolojia, mashirikiano katika sekta ya uchumi, mashirikiano katika sekta ya ulinzi pamoja na maeneo mengine. Akasema hakuna kitu ambacho Burkina Faso imempatia rais wa Urusi Vladimir Putin kama zawadi kwa ajili ya kutengeneza urafiki. Akasema hapana, urafiki wao ni urafiki wa kazi pamoja na kuinua uchumi wa raia wa Burkina Faso pamoja na mambo mengine. Tunaendelea kufuatilia kwa karibu zaidi. Tutawaletea hapa uchambuzi, makala kwa kina juu ya yale ambayo yanaendelea Burkina Faso. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.